Leo nimekuletea makala hii inayohusu maisha ya Tundu Antipas Lissu, kuanzia alipozaliwa, kazi, shule aliyosomea na mengi kumuhusu yeye. Lakini kama bado hujasubscribe channel hii, basi fanya usubscribe channel hii. Utakuwa ni mmoja kati ya watu ambao watakuwa mnakuwa kwanza kupokea kila kazi ambazo tutakuwa tunazipandisha katika akaunti hii au channel hii ya YouTube. Sasa rasmi ninaanza. Hapa kuna muhtasari wa Tundu Antipas Lissu, maisha yake, siasa, changamoto alizokumbana nazo, maelezo binafsi na elimu. Tundu Lissu alizaliwa tarehe 20 Januari mnamo mwaka 1968 katika kijiji cha Mahembe katika wilaya ya Ikungi, mkoa wa Singida nchini Tanzania. Alienda shule ya sekondari. Alisoma katika shule ya sekondari Iburu, Arusha. Baadaye alipata shahada ya sheria LL.B kutoka University of Dar es Salaam UDSM. Na baadaye alisoma nje na kupata LL.M kutoka University of Warwick huko Uingereza. Kazi kama mwanasheria na mlinzi wa haki. Kabla ya kuingia kwenye siasa kikamilifu, Lissu alifanya kazi ya uwakili na utetezi wa haki za kibinadamu kupitia shirika, na pia alipata nafasi ya kufanya kazi kwa World Insurance Institute huko akijenga masuala ya haki za ardhi, matumizi rasmi ya ardhi. Kutoka kwa kazi yake aliweza kufanya, alijitengenezea kama mlinzi wa haki na mshiriki wa wananchi, hasa wa vijijini. Alikuwa ni mtu ambaye anashirikiana vyema kabisa na wanakijiji katika kuhakikisha anawatetea katika ardhi zao vijijini, na tatizo la ardhi pia migodi au unyonyaji wa rasilimali. Japo alipata sifa nzuri na kujijenga na kuaminika kuwa mwanasheria aliyetokea katika upinzani, lakini alifanya vitu ambavyo watu walipenda kwa asilimia kubwa kweli. Mwelekeo wa siasa. Alianza kushiriki siasa mapema kabla ya kujiunga na chama kikubwa. Aliwahi kuwa mwanachama wa NCCR Mageuzi. Baadaye alijiunga rasmi na chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema mnamo mwaka 2004. Katika uongozi wa mwaka 2000, katika uchaguzi wa mwaka 2010 alichaguliwa kuwa mbunge wa jimbo la Singida Mashariki, nafasi hiyo ambayo alihudumu mpaka hadi mwaka 2020. Katika upande wa familia, Tundu Lissu ni mume wa mwanasheria mwenzake Aris Magabe na wana watoto wawili. Ingawa maisha yake ya kisiasa, utetezi wa haki yamekuwa magumu sana, karibu na mshikamano ambao aliweza kupata, lakini amejikuta bado anaendelea kuwa mwanaharakati. Hataki kuacha kufanya kazi hiyo ya kuipambania demokrasia, uwazi, haki na kutetea Watanzania walio wengi. Kwa ufupi tu, huo ni wasifu wa Tundu Antipas Lissu ambao nimekusogezea katika siku hii hapa ya leo. Kama kuna vitu unahisi hujavisikia ambavyo vinahusu wasifu wake Tundu Lissu, basi ujue makala yake hayajachapishwa katika blog mbalimbali. Vile ambavyo kesi ambayo inayoendelea haini bado haijachapishwa katika jalada hili. Hivyo basi kuweni na subira pale ambapo matukio na mambo mengi ambayo yanayomhusu Tundu Antipas Lissu yanapokuwa yanachapishwa, basi tutakuwa tunakuletea moja kwa moja kupitia channel hii. Hujachelewa na wala haujachelewa kweli. Unaweza ukasubscribe channel hii ukawa ni moja kati ya familia ambayo
unakuwa uko na sisi katika kila itwayo leo, katika kila kuhakikisha kila kazi ambazo tunazipandisha, ili katika kila kazi ambazo tunazokuwa tunazipandisha unakuwa wa kwanza kuweza kuziona bana. Usisahau kushare video hii na wengine waweze kuona, lakini pia comment maoni yako ni nini kupitia wasifu wa Tundu Antipas Lissu. Bye bye.